Kibiko huko Kajiado Magharibi wanaishi kwa hofu kufuatia ghasia zilizozuka kwenye ardhi inayozozaniwa. Juhudi za kuandaa mkutano eneo hilo zilitibuliwa huku viongozi wa eneo hilo wakitawanywa kwa vitoa machozi. Jimmy Mbogo anatuarifu. Ilikuwa mguuni ponye kwa viongozi na wakazi waliojaribu kufika katika ardhi yenye utata wa umiliki huko Kibiko, kaunti ya Kajiado. Polisi wakirusha vitoa machozi kutawanya umati uliokuwa umekusanyika. Lengo kuu lilikuwa kuandaa mkutano wa kutafuta haki kwenye ugavi wa ardhi hiyo yenye utata. Kwa hivyo hawataki gavana aingie kwa ndani, aingie hapa ground. Kwa hivyo wanatukataza kwenda huko. Sasa watoto wetu wamefukuzwa, sasa watoto wetu vijana wote wamefukuzwa, sasa hawezi kuwaruhusu wakae mbali. Sasa wameenda mbali sasa. Sasa hata mimi sasa watoto wangu watasijua kwa wapi. The way we leaders, myself as governor, being denied to go to a part of Kajiado that is not gazetted as a security zone is telling. The tear gassing of leaders who are going peacefully to see their people is very worrying. And suddenly they started throwing tear gas at us. Let me tell you, those tear gas, the bullets will not silence us. Yes. It will not silence us. In fact, it will make our voices as loud as possible. Yes. Ardhi hiyo ya ekari 2800 imezua uhasama miongoni mwa jamii ya Kenkonyiko ambayo sasa imegawanyika. Wale wanataka Biko liwekwe ni wale wako na haki. Wale wanakataa Biko siwekwe ni wale wa kwamba hao walikuwa wameuza na ni wakaaji hapa ndio wanapinga Biko lisiwekwe kwa sababu walikuwa wameuza kabla haijawekwa Biko. Sisi wametupiga na tia gas wameingia sasa wanataka kukata shamba wakatie wale watu siwa hapa. Viongozi wa eneo hilo wameapa kuongoza juhudi za kuwatetea wale wanaodai kuonewa, huku wakidai kuwa matukio yote ni njama tu ya kunyakua ardhi hiyo kinyume cha sheria. Jimmy Mbogo, runinga ya Citizen, Nairobi.